Jioni hii tunapokusanyika kwa ajili ya darasa letu la Biblia, tuanze moja kwa moja na sote tuombe wakati huu. Baba yetu uliye mbinguni, uwepo wako hapa pamoja nasi ni dhahiri. Tunapoendelea na darasa hili la kujifunza Biblia, tufunulie ukweli uliopo, tuongeze imani yetu, tuongeze upendo wetu, ili tuweze kutii kwa upendo, na kwamba tuwe na haraka mioyoni mwetu kutoa kweli hizi kwa wengine kabla tujachelewa. Tupe upako wako mkuu zaidi wa Roho Mtakatifu, na utulishe kutoka kwa mikate ule utulisha mchana. Tubariki sasa, tunaomba Bwana, endelea na uamsho huko kati ya roho zetu. Mwaka huu hauwezi kuwa mwaka wa kawaida. Tumepiga hatua moja karibu na alama ya mnyama, kufungwa kwa mlango wa rehema. Tubariki sasa, tunaomba na tuweze kuwa makini na tuwe sawa na roho yako. Tubariki tunapoomba sasa kwa Kristo Yesu, amina. Nataka kuzungumza moja kwa moja kama unavyoona kichwa chetu, na nataka kuanza si kwa kauli ya Trump kwenye rekodi iliyosema kwamba utapoteza ushirika wako wa kanisa, hali yako ya msamaha kwa kodi ikiwa utapinga. Sasa mimi nataka kuanza na Peter Hicks. Huyu ndiye mkurugenzi wa idara ya vita. Tazama hii kwa uangalifu. Kwa kweli ilikuwa kwenye kifungua kinywa kwenye maombi ya Alhamisi. Amerika ilianzishwa kama nchi ya Kikristo, itabaki kwa nchi ya Kikristo katika DNA yetu kama tutaitunza. Na kama taifa la umma, maafisa, tuna wajibu mtakatifu kwa miaka 250 kumtukuza. Ni sawa kabisa kwa nini tulianza ibada ya maombi kila mwezi huko Pentagon, kitendo cha kile tunachokiona kama utayari wa kiroho. Taifa linalomsahau Mungu wake linaweza likasahau ukuu wake. Kama alivyosikia kwa Rais Trump, mengi kuhusu amani imezungumzwa katika idara ya vita. Tunajiona kama idara ya nguvu, lakini pia tunahitaji kukumbuka kwamba tunapaswa kupata nguvu zetu kwenye imani na kwenye ukweli wa neno la Mungu. Na kama Kristo katika njia za kidunia, mashujaa wetu hawajaitwa kutuliza dunia, lazima wakabiliane nayo. Tunajua tunapigana vita vya kimwili, lakini kama rais alivyosema, na uwanja wa vita ni wa kiroho. Sisi tu kwamba tuwapiganaji tumejihami na silaha za uhuru, lakini hatimaye tutajihami kwa silaha za imani. Shujaa yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya kikosi chake, nchi yake na Muumba wake. Shujaa huyu hupata umilele. Ulisi wake hautakuwa wa hasara, bali wa utukufu, wa sababu kubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe. Na kwa ajili ya roho ya Amerika ni lazima tuendelee kutukuza si upanga wa kimwili tu, bali upanga wa kweli, huruma. Unless you have spiritual discernment, ni mpaka uwe na utambuzi wa kiroho. Alichokisema Peter Hicks amesema itaashiria mgogoro unaokuja, lakini ukifanya hivyo utagundua kuwa inaashiria mgogoro kuhusu ibada hapa Amerika. Ukirudi mwanzo katika uumbaji, udanganyifu wa kwanza ulikuwa ni Shetani akichanganya ukweli pamoja na uongo, akichanganya ukweli na uongo. Je, Mungu amesema? Na akanukuu sehemu ya Mungu alichokisema na kuongeza ambacho Mungu hakusema, na Hawa anguka katika huo udanganyifu. Ukirudi katika ujio wa kwanza wa Kristo katika jangwa la majaribu, jaribu la pili
Je, shetani hakuchanganya ukweli na uongo? Kitendo cha mtu huyu, shetani huyu, akinukuu kutoka Zaburi 91 na akaacha kuchanganya kwa muda mfupi ukweli na uongo, lakini bila shaka Kristo alikuwa nyeti sana kuhusu ukweli na uongo, na aliweza kufunua yule joka wa zamani aitoa shetani na ibilisi. Katika siku za mwisho ameshuka chini na nguvu na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua ana nguvu zaidi, ana muda mfupi, na uongo unakwenda kuchanganya kati ya uongo na ukweli. Tazama kwa makini. Mtu huyo amesema kwamba usipokuwa Amerika ilianzishwa kwenye nchi ya kidini. Je, hiyo ni ukweli au uongo? Inamaanisha unachokimaanisha. Kwa sababu Biblia, Amerika ina kanuni za kibiblia ndani yake, na hakuna tatizo lolote na serikali ya kiraia ikiweka sera zake kulingana na maandiko. Hiyo ni Warumi 13, ni sawa. Kumlinda jirani yako, usiue, usizini, usiseme uongo, usiibe na kadhalika. Hizo ni kanuni za Biblia. Lakini alisema pia sisi tu, alianzisha ibada ya maombi huko Pentagoni, na mwezi Julai tutakuwa sehemu ya wakfu mkuu katika nchi ya Amerika, ibada kuu ya maombi na kufunga ambayo haina uhusiano wowote na sheria za kiraia serikalini. Hiyo ni ukweli ikichanganywa na makosa, udanganyifu, rafiki zangu. Sasa kila mmoja angalie kwa makini hapa. Kila ninaporudia jambo ni kwa sababu ninaingia kwa ndani zaidi. Mtazamo mpya kwenye skrini, unaona mfano wa Danieli sura ya 6. Sura hii inatuambia serikali ililazimisha kila mmoja kusali, sio kuabudu, ni kuomba tu. Kuna ubaya gani wa kuomba? Hakuna, isipokuwa kuna mtu mwingine yeyote. Ni nani anayelazimisha kuomba? Akitunga sheria kwa ajili ya kuomba. Ikiwa ni sheria kwa kuomba, hiyo ina madhara. Ni nini kilichompelekea Danieli? Bwana turehemu. Alitupwa kwenye tundu la simba. Kwa hiyo inaanza kwa upole. Leo ni kwamba imefungwa, ni Kristo, ni kama Kristo. Ndio inaanza kama upole, na unaweza kuniita mwenda wazimu. Kwani kuna ubaya gani rais akisema kwamba kila mtu lazima aombe Julai 4? Kuna tatizo gani kwa ajili ya maombi ya mchungaji? Je, wewe ni mchungaji? Rudi kwenye Biblia yako bwana. Nini kilitokea hapo? Watu walipotupwa kwenye tundu la simba kwa kutokuomba kulingana na sera za serikali. Na hapo ndipo inapoelekea, kwa sababu mama msinianzishe, marafiki zangu. Mathayo 24, Kristo alisema ishara kuu ni nini? Unajua mwisho umekaribia. Kwenye mstari wa 14, mstari wa 15, angalia simulizi ya Danieli, chukizo la uharibifu. Hapo ndipo inapoanza kitabu cha Danieli. Ni nini kinachoweza kuwa chukizo zaidi kuliko serikali inayoshawishiwa na dini kulazimisha watu kuomba na kuabudu? Hiyo ndio kilele cha chukizo, na upapa unaitwa kwenye kitabu cha Danieli uasi na uharibifu, au chukizo la uharibifu na chukizo la uharibifu. Na ni nani aliye nyuma ya Trump? Kevin Roberts, Mkatoliki. Hii ni chukizo la uharibifu mbele ya macho yetu. Tazama kwa makini hapa, marafiki zangu. Kumbuka, kila ninaporudia jambo, tazama kwa makini. Katika pambano kuu, tazama kinachozungumzwa hapa. Hii ndipo wakati Jumapili ilipoanzishwa, wakati wa zama za giza. Sasa kwa makini, nasema kwamba baadaye Papa nani? Papa. Baadaye Papa alitoa maelekezo. Paroko anapaswa kuonya wanaovunja Jumapili
and wish them to na go to kuwataka waende church kanisani na nini pray. na kuomba. Unaona, and say their prayers lest they bring some wasije great wakaleta calamity msiba mkubwa on juu yao wenyewe themselves and na majirani neighbors. zao. Calamity, watch Misiba, carefully. tazama kwa Watch makini, carefully now. tazama kwa makini. An ecclesiastical Na council baraza la kidini brought forth the lileta argument, hoja hiyo since tangu so widely lilipotumika employed, sana even by hata na Protestanti, that because kwamba kwa persons have been sababu struck watu by walikuwa lightning wamepigwa na while radi laboring on wakati Sunday, wakifanya it kazi must be the Jumapili, Sabbath. ni lazima itunzwe kama Sabato. Ellipses. Aina hiyo That inasema same kwamba paragraph goes on to state, it, quote, it is Anasema kwamba, apparent, said the prelates, inaonekana kwamba watangulizi how walisema high the jinsi displeasure of hasira God ya Mungu was ilivyokuwa upon the neglect juu of kwa keeping kupuzia Sunday. kutunza End quote. Jumapili. An appeal was Rufaa then made ilitolewa, that who and who, friends? kisha That priests, kisha kwamba ministers, kings, we marafiki, can add, wafalme presidents, we can tunaweza add, prime kuongeza, marais ministers, tunaweza because kuongea, you're all rulers, mawaziri tunaweza and kuongeza, princes, na and wote all watawala na faithful wakuu, people, watu wote quote, use waaminifu, their utmost hunukuu, endeavors wakitumia juhudi and zao care that the day na Sunday uangalie kwamba be siku ya Jumapili restored to its irudishwe honor. katika heshima yake. Watch now, Tazama and sasa, for the credit kwa of ajili ya sifa Christianity, ya Ukristo more devoutly ikizingatiwa observed kwa uchaji from the zaidi time to na wakati come. ujao. It begins very Inaanza mild kama and sauti ya gentle. upole. Let's just rededicate Hebu America tujiwekee to wakifu God. upya I Marekani want kwa everyone Mungu. to pray Nataka to kila God mtu so amwombe God Mungu can ili bless Mungu aweze America. kuibariki That's how Marekani. it Hivyo begins. ndivyo ilivyoanza. And the question is, Na swali ni kwamba 2026 Julai 4 ni awamu ya kwanza ya sheria ya Jumapili ijayo. I keep saying that, Ninaendelea kusema hiyo and I haven't yet unpacked na it. bado sijafungua. Stay tuned. Endelea kufuatilia. Trump. Kifungua kinywa hiki cha maombi kinakuja wakati maalumu wa nchi yetu tunapojiandaa kusherehekea miaka 250 ya uhuru wa Marekani, kuunga mkono uboreshaji wa kusisimua. Asubuhi ya leo ninafurahi kutangaza kwamba mnamo Mei 17, 2026 kwamba tunawaalika wa Marekani kutoka kote nchini kusanyika pamoja kwenye duka letu la kitaifa kuomba na kutoa shukrani. Na tunafanya jambo ambalo kila mtu alisema kama hilo ni gumu, kwenda kuiweka wakfu tena Amerika kama taifa moja chini ya Mungu. Unajua nini, marafiki zangu? Acha niende hapa kwanza. Na bila shaka hiyo yote ni kauli mbiu ya Kikatoliki, taifa moja chini ya Mungu. Chini ya Mungu? Chini ya Mungu gani? Mungu wa Kikatoliki wa Kirumi. Hiyo ndiyo inatoka wapi? Sasa Jumapili ndiyo wanajitangaza, na unataka siku hiyo ya utaratibu wa kupumzika. Nashangaa, lazima umelewa pombe kiasi kuona kwamba kwa kinachoendelea. Kama huwezi kuona kinachokuja, lazima uwe ni mlemavu wa akili. Tazama kinachokuja, ni chapa. Wanaiona kwa maneno, na watu bado wanauliza, je, tupo katika siku za mwisho? Hamjajiandaa. Hapana funguo 5 za kuishi zikifanywa na watu. Lazima tuwe wenda wazimu kiakili kusudi tusiweze kuona. Rudini kanisani. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Omba, kisha nenda kanisani. Siku gani? Jumapili. Kama sikuaibishwa hadharani kwa kufungwa kifungo cha maisha kifo. Ndivyo ilivyoanza. Kuwalazimisha watu kuomba. Hivyo ndivyo ilivyoanza. Sikiliza navyosema hapa. Tuliondoa marekebisho ya Senator Johnson ili wachungaji waweze kusema ukweli na wao waweze kusimama bila wakiwa na hadhi yao ya msamaha wa kodi. Tulifanya kazi kwa bidii kuondoa marekebisho ya Johnson. Yamepita kiasi unavyoweza kusema chochote unachotaka. Sasa ukisema jambo baya kuhusu Trump, mimi nitabadilisha mawazo yangu na hali yako ya msamaha wa kodi itarekebishwa mara moja. Na watu nafikiri kwamba huo ni ucheshi tu, ulimi na shavu. Acha marafiki.
Do you recall what happened between Je, March mnakumbuka 11, kilichotokea kati ya Machi 11, even 2020 to this date? hata tarehe ya leo? Do you remember Na unakumbuka Operation Warp Speed? operation ya kupunguza That wasn't kasi? Biden. That was Trump. Huyo alikuwa ni Biden, sio Trump. Operation Warp Speed. Operation ya kupunguza Using the kasi military kwa kutumia to go jeshi all around America kuzunguka nchi yote ya Amerika and put a needle na in kuatia people's watu arms. sindano. That was Trump. Huyo alikuwa Not Trump. Biden. Ni What Biden. happened to Na those nakumbuka channels kilichotokea kwa ile mitandao ya on social kijamii media iliyokuwa that were zikifichua exposing the sorcery, uchawi, the deception, udanganyifu, the ajenda za depopulation kupunguza agenda. idadi za watu? What happened to those pages? Ni kilichotokea kwa kurasa hizo. They were either Wali that censored, they were taken down, removed. Na hapo And ndipo that's watu when many wengi folks had to walilazimika run to kukimbia, rumble and kunguruma bit na something. kuuma What do you call kitu it? ninachokiita kidogo BitChute. Had no more Hakuwa na kurasa pages. zaidi. This is Hii no sio joke, utani, my rafiki friends. zangu. If you Mkipinga protest serikali against the government, ni it's machukizo. abominations. Muunganiko kati ya Church and state kanisa na union, serikali that's my lazima application. itokee. He Anasema says you will kwamba lose your utapoteza kanisa church lako and na msamaha wako wa kodi. tax-exempt status. Baadhi ya Some watu folks wanaweza may just kusema emphasize kwamba the ni tax-exempt sehemu ya status ondoleo la part of it. kodi. My Watu folks, wangu the ni church sehemu part. ya kanisa, The kanisa church, ambalo you'll not be halitaruhusiwa allowed to kuhubiri. preach. What Hili happened in kilitokea Acts kwenye chapter Matendo 4 sura ya and 4 Acts na chapter Matendo sura ya 5? 5. Did the Je, church kanisa na and the serikali government not hazikufanya unite hivyo? and say to Christ's Waliposema apostles, kwamba, did we not je, tell you hatukuambia not to preach in msihubiri this katika man's hili name? jina? Because by Kwa thus sababu kufanya doing, hivyo, you are bringing mnaleta his damu blood yake juu upon yetu. us. You're Wewe preaching ni against mhubiri dhidi us. yetu. They Wakafunga jailed gerezani Peter, Petro, James, Yakobo, and John. Yohana. Herod Herode chopped off akikata James' kichwa cha head. Yakobo. Kwa Why? nini? Because he was Kwa sababu preaching alikuwa against akihubiri Herod. kinyume na Herode. The Kinyume na government. serikali. Sio Not tu only kwamba John was Yohana alikatwa beheaded, kichwa, pia James was Yakobo killed aliuawa by na Herod. Kwa Why nini were haya these written? yaliandikwa? We must be Lazima tuwe stupefied wajinga. with too much TikTok. We can't see what's Hatuwezi kuona coming. kinachokuja. One day Siku you moja would have to say, utataka kuhubiri that kwamba preacher wasn't huyo crazy mhubiri after alikuwa ni all. mwenda wazimu hata kidogo. but if you're Lakini saying ukisema hivyo, that, it's a kuna uwezekano possibility you mkubwa might kwamba be in unaweza the kuwa lost katika group. kundi lilopotea. Last Siku days za we're mwisho, in. tuko siku Get za with that mwisho. word, preacher. This is not midday power Niletee hiyo surge. bodi mhubiri. Hii sio wakati Get the wa board. mid of surge. That's what Ipatie hiyo begins. bodi na tunaanza. You know what we're told, Mnajua my friends? tunaambiwa marafiki zangu, We're told in last tunaambiwa day katika events, page ukurasa 80. wa matukio siku za mwisho Thank you so 80. much. Last day events, page Katika siku 80, za we're mwisho told. 80. I wish to tell Nataka you, kuambia hivi karibuni soon no work will be done hakuna kazi tutakayoweza kufanya in katika ministerial safu ya lines. uchungaji. I wonder why. Nashangaa kwa nini. Last day events, page Matukio 80. siku za Soon, mwisho kurasa I 80 wish to hivi tell you that karibuni, soon nataka no work kuambia will be kwamba done hakuna in kazi ministerial itakayofanywa katika huduma lines. Only medical missionary work. zaidi ya kazi ya mishonari wa wondering, kitabibu. so what's Unashangaa gonna kwa happen nini? to the SDA Unajua conference? kwa nini kitatokea kwa makanisa wa Sabato? If the head, if the Ikiwa ministers viongozi, are ikiwa preaching the wachungaji present truth, wanahubiri if they're ukweli wa preaching, sasa, kama wanahubiri gonna ukweli wa happen, sasa, kitatokea But nini? it's- what- can you preach present Lakini truth? nini kitakachofanya and uhubiri not ukweli wa leo identify who na Babylon hautaji Babeli ni nani? It wouldn't be the Haiwezi kuwa everlasting injili ya gospel. milele. From chapter Katika 14 Ufunuo of Revelation, 14 verse 6 mstari to wa verse 6 12. mpaka wa Who is 12, Babylon? Babeli ni nani? But Babylon Lakini is Babeli connected with the inahusiana na kings wafalme wa of the dunia. earth. Huwezi You can't preach the huwezi mark of kuhubiri the alama ya beast mnyama without first bila kwanza identifying kumtambua the beast. mnyama. You can't preach Huwezi about kuhubiri the kuhusu mark of the alama ya beast mnyama without bila kutambua identifying nani who aliyeweka enacts the mark. alama ya mnyama. The image, Sanamu, the image, sanamu, the image, both sanamu. men, Wote hao wanaume wawili, churchmen, wanachama wa kanisa, politician, wanasiasa, churchmen, wanachama wa kanisa, politician, wanasiasa, the image of the beast. sanamu ya mnyama.
You can't preach Huwezi kuhubiri message ujumbe without identifying bila kutambua the mnyama, beast, the sanamu image, na and the chapa ya mark, mnyama, and preach kuhubiri against the government. dhidi ya serikali. Not because you're trying Sio to kwa be a sababu troublemaker, unajaribu kuwa msumbufu, but you have to be faithful to lakini Jesus. lazima uwe mwaminifu kwa Yesu. We ought to obey Tunapaswa God kumtii Mungu rather than men. badala ya Acts 5 mwanadamu, verse kwenye 29. Matendo 5:29. So what if you lose a status? Kwa hiyo ukipoteza A tax hadhi exemption. ya kodi ya msamaha, You're going to sell out Christ for money? utamuuza Kristo You'll kwa be no pesa? different than Judas Iscariot. Utaweza kuwa tofauti na So Yuda. what if you lose your Kwa hiyo church vipi building? kupoteza So jengo what? lako la kanisa? Kwa hiyo vipi? Christ said in Matthew Kristo 10, alisema kwenye Mathayo 10, fear not him who can msimwogope what? yeye Kill the awezaye body, kuua mwili, but fear him who can lakini destroy mwogopeni yeye both ambaye anaweza body kaua and mwili, soul lakini in baadaye hell's fire. kutupa roho katika jehanamu. If any man will Mtu come after yeyote me, akitaka kunifuata, let him deny na himself, ajikane mwenyewe, take up his cross and ajitwike follow msalaba me. wake na Matthew nifuate kila 16 verse siku. Mathayo 23. 16:23. And then Christ says Na in kisha verse Kristo 24 anasema kwenye and mstari 24 na 25, if you're trying to save your life, ukijaribu kuokoa maisha yako you will lose it. If you utapoteza. lose it Ukipoteza for my maisha sake, yako you'll kwa ajili find it. yangu, And utayapata. what shall it profit a Na man itamfaidia to nini gain the mtu whole world kuupata ulimwengu wote and lose his own soul? na baadaye And kupoteza how nafsi many yake? church leaders, Na ni viongozi wangapi wa kanisa, in order to hold on to their ili tax kudumisha hali exempt yao ya status, msamaha ya will kodi, muffle itapunguza silence mahubiri yao the preaching and the Mahubiri. receiving of the everlasting gospel. na kutohubiri injili ya milele. Trump just said it, my friend. Trump amesema tu, And you marafiki know when he zangu, says something, he means it. jua anaposema He means it. anamaanisha. If there's one thing we can give to him, Ikiwa When he kuna says jambo something, he moja means unaweza kumpa, akisema jambo he will anamaanisha, revoke it in a heart itabadilisha kwa mapigo ya moyo, kwa because sababu he's drunk with power. ameleta nguvu. Beloved, at this moment, Mpendwa, kwa wakati that huu can't save you by itself. hilo haliwezi kukuokoa lenyewe. So right now, we Kwa hiyo need to hivi set goals. sasa tunahitaji And in kujizuia, this second half, na katika I'm kipindi going hiki cha to preach pili a nitahubiri troubling ujumbe Bible wa study kujifunza Biblia unaosumbua, which is entitled ambao Jesus unaitwa Yesu made a covenant alifanya agano only peke yake with SDAs. na Waadventista wa Sabato. Some may hear that and think it's arrogant. Baadhi wanaweza kusikia na Well, that kufikiri means kwamba the ni Bible is kiburi. arrogant. Hiyo ina maana kwamba Biblia ina Christ kiburi. made a Kristo covenant alifanya only agano na with Wasabato SDAs pekee in these last katika hizi days. siku za mwisho. Ready for it, my friends? Tayari kwa ajili Go to yake Hebrews marafiki? chapter 8 with me. Twende kwenye kitabu cha Hebrews. Waebrania 8. Hebrews Waebrania chapter 8. sura ya 8. I want you all to begin with Nataka me right uanze now. nami sawa sawa sasa. Hebrews. And Waebrania, get a writing na instrument. upate kifaa cha Hebrews kuandika. chapter 8. Waebrania sura ya And we 8. want to begin with Na tunataka verse kuanza 6, na mstari wa verse 7, 6, mstari and wa verse 7 8 of na mstari wa Hebrews 8 wa Waebrania chapter 8. sura ya Verse 8 7 and verse 8. mstari wa 7 mstari wa 8. God's word brings to view Na the Mungu first analeta covenant mtazamo wa kwanza wa agano la pili and the second covenant. na agano la kwanza. You see, my friends, I read a Unaona marafiki statement zangu, nilisoma taarifa katika in volume 6, katika page juzuu 87, ya that there 687 should be kwamba kunapaswa kuwa less preaching, na mahubiri machache, more teaching. mafundisho mengi. If we believe, hear me carefully, if we believe Tukiamini these current events, haya matukio yote all point to yanaonyesha the kuwa mark of the beast being near, alama ya then mnyama iko what is the karibu work of preparation? na kazi ya maandalizi, Because all of kwa us will have sababu to stand. sote tutalazimika All of us. sote Look at kusimama verse 7. kwenye mstari wa Are we there, my 7. friends? Je, Are we tuko there? huko rafiki zangu? Verse 7 says, Tuko mstari the wa first 6 covenant unasema was kwamba agano la faultless. kwanza Then lilikuwa came the halina second. dosari, kisha Verse agano la 8. pili, mstari wa 8. And the problem Na was tatizo not with halikuwa God, kwa Mungu, not with the law, si kwa sheria, but with the people. bali kwa They watu. did not follow Hawakufuata that agano lile la first kwanza. covenant. Is that point clear, my Je, friends? hiyo ndivyo ilivyo? No. We covered that partially on last Tuliona Sabbath. hiyo kwa muda katika Notice sabato carefully iliyopita. now. Kwa uangalifu The sasa, first covenant agano la was kwanza enacted at what place? lilianzishwa mahali gani? Now, friends, come on, louder. Sasa marafiki zangu, zungumzeni kwa sauti. The first Agano la covenant kwanza was established at lilianzishwa Mount mlima Sinai. Sinai.
Unajua, wanaenda makanisani marafiki zangu, lakini hakuna masomo yanayoendelea. Hakuna masomo yanayoendelea. Kama unafikiri kuzungumza tu matukio ya sasa kutakufanya uwe tayari, unafanya kosa la kusikitisha. Agano la kwanza lilianzishwa pale katika mlima Sinai. Katika mlima Sinai. Na ndio kwa gani analosema hilo rafiki zangu? Tazama kwenye Ibrania 8. Ibrania 8. Ibrania 8. Angalia kwa makini katika mstari wa 9. Unajua nini mhubiri? Nataka tuweze kupata mikrofoni nyuma, sawa? Kaa huko, nitauliza na nataka mnisaidie kwenye kusoma hayo maandiko, sawa? Kwa hiyo nataka muwe tayari. Hebu tutazame kwenye mstari wa 9 wa Ibrania 8:9. Huu ni mlima Sinai kwenye Ibrania 8:9. Ukiwa nayo endelea kusoma hilo. Si kama agano lilivyofanyika na baba zao siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, nami sikuwajali, asema Bwana. Kwa hiyo agano hili la kwanza lilianzishwa katika mlima Sinai wakati Mungu alipowatoa Ibrania kutoka katika utumwa wa Misri. Ukiendelea katika sura ya twende Kutoka 19. Ukienda kwenye mstari wa kwanza inataja kwamba Mungu alituleta kutoka Misri, walivuka katika bahari Nyekundu kwenye mlima Sinai, na mstari wa 4 mpaka 6 nasema kwamba Biblia, Bwana akaanzisha agano na mataifa ya Israeli. Taifa lipi rafiki zangu? Kwa hiyo agano la kwanza lilianzishwa katika mlima Sinai. Kwa hiyo sasa tunataka tujue ni lini Kristo alianzisha agano la pili. Andika hoja hii kwa makini. Agano la pili. Hakuna msamaha unaoendelea hapa. Hii ni jambo zima na kifo. Agano la pili lilianzishwa, watu tatamani wangekuwa na fursa hii tena. Lilianzishwa baada ya msalaba. Baada tukio gani? Baada ya tukio la msalaba. Agano la pili lilianzishwa baada ya msalaba na baada ya Stefano kupigwa mawe. Tukio hilo ni lipi? Kupigwa kwa mawe kwa Stefano. Kila mtu aende kwenye Ibrania sura ya 8. Mhubiri, soma mstari wa 10 kwa ajili ya darasa. Soma mstari wa 10 sasa hivi. Ibrania 8 usome mstari wa 10. Endelea na angalia kwa makini. Inataja katika mstari wa 10 kwamba Mungu angeanzisha agano la pili. Nenda. Kwa maana hili ndio agano nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo, asema Bwana. Nitaweka sheria zangu akilini mwao na kuziandika moyoni mwao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa kwangu wanangu. Sawa mpendwa, kwa wakati huu tutathibitisha bila utata wakati agano la kwanza lilipofika mwisho pamoja na nyumba ya Israeli pamoja na Wayahudi, na kama watu wa Washington DC wangefanya hivyo, wanaelewa hilo, hawangekuwa wakiondoa sera ambazo wamependelea watu waliotaka Israeli. Je, hilo ni jambo rafiki zangu? Sawa, kila mtu andike haya. Tunathibitisha mwanzo wa agano la kwanza na mwisho wa agano la kwanza. Hilo ndilo ambalo tunakwenda kuthibitisha sasa. Kwa kweli tumepata mwanzo, tufike mwisho. Thibitisho, mwisho. Agano la kwanza. Agano la kwanza. Nataka nihakikishe kwamba hakuna kubahatisha hapa. Sawa? Soma mstari wa 9 wa Ibrania 8. Soma mstari wa 9 wa Ibrania 8.
Nami nataka ufanye hivyo kufuata neno linalosema kifungu kwamba Mungu hakuwajali. Endelea mstari wa 9. Si kwa sababu ya agano nilofanya na wao baba zangu siku zile nilipowashika mkono kuongoza kutoka nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, nami sikuwajali, asema Bwana. Kwa hiyo hakuna taarifa Yesu alifanya nini? Alipuuza, kupuuza, kukataliwa kwa nyumba ya Israeli. Hivyo ndivyo inasema. Iandike chini. Haijaliwi nyumba ya Israeli. Hiyo iko katika mstari wa 9. Kwa hiyo kile tunachofanya, nataka kufanya kukompea scripture kati ya scripture kuhusu jambo lile ambalo Kristo alisema neno hayo, kwa sababu Paulo anaandika akiangalia nyuma. Kila mmoja aende kwenye Mathayo 23. Sasa uhubiri Mathayo 23. Nataka mtu mmoja asome mstari wa 37 na mstari wa 38. Subiri. Nami nataka mtu wa pili asome kwenye Kutoka 19. Aunganishe maandiko haya mawili, Mathayo na Kutoka. Nataka kukuonesha ukweli wa sasa. Kutoka 19 nasoma mstari wa 4 na 6. Linganisha zote mbili. Hebu tuangalie Kutoka kwanza, sura 19. Tuende mstari wa 4. Mstari wa 4. Mmeona nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbao za tai. Basi sasa ikiwa mtatii sauti yangu kwa kweli na kushikia agano langu, ndipo mtakuwa hazina ya kipekee kwangu mimi kuliko watu wote, kwa maana dunia yote ni ya kwangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme na makuhani na taifa takatifu. Kwa hiyo nasema, kwa hili ni taifa la Israeli, ufalme wa Israeli. Kila mmoja tazame hapa, tazama kwenye Mathayo 23. Soma aya 37 na 38. Twende. Yerusalemu, Yerusalemu, wewe unayeua manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, ni mara ngapi nitakapokusanya watoto wako pamoja kama kuku akusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbao zake, nanyi hamkutaka. Tazama, nyumba yenu imeachwa hali ya ukiwa. Kwa hiyo ni upi msemo huo ambao Kristo rasmi anaonyesha kwamba agano la kwanza na nyumba ya Israeli ilifika mwisho? Ni nyumba yako imeachwa hali ya ukiwa. Unaona hapo? Bila shaka siwezi kuweka kila kitu hapo. Nyumba yako. Nyumba yako. Alikuwa anazungumza na nani? Na Israeli. Nyumba yako. Nyumba yako. Nyumba yako. Sio nyumba yangu tena, ni yako. Ichukue. Sasa nimepuuza. Nyumba yako imeachwaje? Vipi? Hali ukiwa. Hali ukiwa. Hali ukiwa. Inaonyesha kwamba agano la kwanza liko wapi? Agano la pili lilianzishwa lini? Wakati wakati baada ya msalaba. Na lini? Baada ya kupigwa kwa Stefano. Tunathibitisha sasa. Agano la kwanza lilianza wapi? Lilianza wapi? Katika mlima Sinai. Na liliisha lini? Lilisha lini? Sura ya ngapi? Wakati Yesu alipokuwa karibu kusulubiwa. Nenda kwenye Matendo sura ya 7. Sasa huu ni upigwaji wa mawe kwa Stefano. Ni nini? Angalia kwa makini. Kupigwa mawe kwa Stefano. Hebu tulinganisha andiko kwa andiko. Kupigwa mawe kwa Stefano. Watu wanatakiwa kufungua Biblia zao. Kupigwa kwa mawe
of Stephen. kwa Stefano. Watu hununua vifaa, na kwa sababu wanapenda vifaa vyao watakaa pale na kusoma makaratasi hayo, mwongozo, wataingia mtandaoni na kutazama video jinsi ya kufanya hivyo ili kuhakikisha kifaa kinafanya kazi vizuri, kwa sababu wanapenda, na huu wokovu. Wanatenda kana kwamba hawana maslahi. Nenda kwenye Matendo 7. Ndugu, nataka twende nyote, angalia hili kwa makini. Sisi hufundisha kila mara kwamba kupigwa kwa Stefano ni kufungwa kwa mlango wa rehema kwa Yahudi, lakini kwa sehemu kubwa hatufanyi hivyo kuanza katika mstari sahihi wa sura hiyo, na tusipofanya hivyo, viongozi wote wa theolojia na wa dini duniani wataondoa hoja zetu, lakini mara tunapoanza mahali pazuri hawawezi kukataa tunachosema. Ndiyo tunaanza kwenye sura 6 ya Matendo 7. Matendo 7 tunataka mhubiri usome katika mstari wa 6 na 8. Nataka kila mmoja niambie hii nazungumzia nini. Mstari wa 6 na 8. Na Mungu asema hivi kwamba uzao wake wanapaswa kujiunga katika nchi ya kigeni, na kwamba wanapaswa kuwaweka utumwani na kuwatenda vibaya kwa miaka 400. Acha hapo. Ukilinganisha na mstari wa 6, hiyo inazungumzia nini mhubiri? Wanakuwa watumwa wapi? Katika nchi ya Misri. Asante. Kwa hiyo katika tukio la jambo moja kwenye mada hiyo, kwa hiyo Stephen ndiye wa mwisho. Ujumbe kabla kupigwa mawe ulitoka kwa nani? Liko ni agano. Anaanza pale tulipoanza leo, kutoka Misri, mstari wa 7 soma. Na taifa lile Mungu aliyesema nitawahukumu wale watakao watumikia, na baada ya hayo watatoka na kunitumikia mahali hapa. Sawa. Kwa hiyo wanavuka bahari nyekundu, hivi sasa wako jangwani, na wanafika wapi? Mlima Sinai. Soma mstari wa 8. Akampa agano la tohara. Unaona? Ndiyo. Kwa hiyo mahubiri ya mwisho Stefano yalikuwa yanahusu nini? Agano. Agano lipi? La kwanza. Hebu fikiria, unaipa taifa sifa onyo lake la mwisho na mahubiri yako kuhusu agano. Kwa hiyo ni nini kinachopaswa kutolewa kwa ulimwengu sasa kuhusu habari ya agano? Agano la pili. Ndio ukweli wa sasa. Soma mstari wa 42 mhubiri, Matendo 7. Hatuanzi pale tunapopaswa, na ndio maana leo tutafafanua na kurekebisha hilo. Soma mstari wa 42. Basi Mungu akagaili, akawaacha ili waliabudu jeshi la mbinguni, kama ilivyoandikwa katika chuo cha manabii: Je, mlinitolea mimi dhabihu na sadaka miaka 40 katika jangwa, nyumba ya Israeli? Je, ni mstari gani uko katika mstari wa 42 unazungumzia kwenye hii sura tunayozungumza? Mungu aliwaacha? Hapana. Nyumba ya Israeli. Ndiyo, nyumba ya Israeli. The house of Israel. Je, agano la kwanza lilikuwa ni lipi? Aliweka na wapi? Aliweka na Israeli. Bwana unirehemu. Unaona marafiki zangu? Mnaona? Anaonyesha wakati ambapo agano la kwanza liliisha na nyumba ya Israeli ipo katika mahubiri yake. Luka kwenye mstari wa 51. Luka mstari wa 51. 7:51, twende. Na hapa anasema kwamba aliwapa agano wakalikataa. 51. Enyi wenye shingo ngumu, msiotahiriwa mioyo wala masikio, siku zote mnapingana na Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Sawa. Sasa ni kitu gani walichopingana nacho? Stefano anasema kwamba kwa nyumba ya Israeli walikuwa wanapingana nacho ni Roho Mtakatifu. Ndiyo. Ni agano. First covenant. Amen. Hawakutahiriwa mioyo yao. Ndiyo.
Nataka mtu sasa aende kwenye Ibrania 8 tulinganishe na haya mafungu. Nyumba ya Israeli walikataa rejected Roho Mtakatifu. the Holy Spirit. Nitathibitisha sasa katika agano hilo. Nenda kwenye Ibrania 8. Go to Hebrews chapter 8. Nataka mtu asome kwenye mstari wa 9 na 10. Twende. Verse 9 and 10. Let's go. Halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono yao kutoka katika nchi ya Misri. So mstari wa 10, maana hii ndio agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Sikiliza, nitaweka sheria yangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Sawa? Okay. Kwa hiyo katika Waebrania 8:10 nasema kwamba nitaweka sheria zilizo akilini, na Stefano katika Matendo 7, ni mwenye mioyo isiyotailiwa mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya. Walikuwa wakikata nini? Agano. Sasa Roho Mtakatifu yuko wapi? Nenda kwenye Ibrania 10 sasa. Go to Hebrews 10. Nikuonyesha kitu hapa. Waebrania 10 Hebrews 10 na mstari wa 15. Sawa. Waebrania 10:15. 15 na 16. Na Roho Mtakatifu naye anamshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Je, kazi ya Roho Mtakatifu ni wapi? Ni wapi? Ni katika mioyo yetu na katika akili zetu. Nenda kwenye Matendo 7. Walikuwa wanapinga nini? Roho Mtakatifu. Mioyo migumu walikataa agano. Iko pale pale, marafiki zangu. Hapo. That's how you prove it, my friends. Ndivyo nathibitisha hivyo, rafiki zangu. Kwa hiyo agano la kwanza lilifika ukomo wakati Stefano alipopigwa mawe. Nenda kwenye mstari wa 50 kwenye Matendo 57. Okay, but hold on. Lakini kabla ya hapo, nataka niulize swali gumu. Taifa linamkataje Mungu? Nyumba ya Israeli ilimkataje Mungu? Je, taifa linamkataa Mungu vipi? Kupitia sheria zao. Kwa nini? Kwa nini ufanya ni sheria? Tunamkataje Mungu kwa sheria? Sawa, kwa hiyo taifa, kwa hiyo nyumba ya Israeli, ngoja tuweke vizuri. Nyumba ya Israeli ilimkataa Mungu, kupitia sheria zake. Sawa, fikiria sasa. Walifanyaje hivyo? Lini walifanya hivyo? Maagizo, sheria, lini? Policy. Hii ni nyumba ya Israeli. Walifanya lini? Come on now. Njoo sasa. What happened in John 11? Nikitokea kwenye Yohana 11. John chapter 11. Kwenye Yohana 11:47 mpaka 53. Who met that day? Nani alikutana na hilo? Kuhani mkuu. The leaders viongozi wa nyumba ya Israeli. And what did they say? Na walisema nini? We must kill this man. Lazima tumuue huyu. Hiyo ni kwa sababu ya sheria, walimkataa Kristo. Agano ni kati ya watu wawili. Ukisema tumuue mwenzako, unaharibu nini basi? Unaharibu agano. Give me one more scripture. Nipe andiko zaidi. John chapter 11. Yohana 11:47 hadi 53. Njoo. Where else? Come on. Tuko wapi? Haya, twende. John chapter 19, brother. Kwenye Yohana 19 mstari wa 12 na 15, kiongozi wa Kiyahudi alimwambia Pilato, hatuna mfalme lakini Kaisari. Hiyo ilikuwa sheria rasmi kutoka kwa nyumba ya Israeli kumkataa Mungu.
Yohana 19. Asante. That's it, brothers. Ni hapo ndugu. Ndio hiyo dada. Tunaelewa sasa. Moja zaidi. What about the people? Bibi kuhusu watu. Did they join the party? Je, walijiunga na chama? Give us who? Tupe nani? Kwenye Mathayo 27. Crucify Christ. Sasa tumsulubishe Yesu. Tupe Baraba kwenye Mathayo 27 mstari wa 20 hadi mstari wa 23. Hivyo ndivyo taifa lilivyomkataa Mungu. Lakini angalia, kila mtu alihusika katika kukataliwa huko? Hapana. Sababu kulikuwa na waaminifu kama Petro, Yakobo, Yohana, Maria, Martha. Je, ina maana gani? Lakini taifa kupitia sheria zake walimkataa Mungu. Ina maana sasa, kwa mfano Bethlehem, dhehebu la CDA linaweza pia kumkataa Mungu kupitia sheria zake, sawa? Walipoandika 2004 kwamba Ellen White aliandika kwamba yaweza kutayarisha lakini hayawezi kufanua imani ya matendo. Unakubaliana hilo? The prophets work to define the word. That's a rejection of spirit of prophecy. Huu ni kumkataa roho ya nabii. Kwa pamoja marafiki, kwa hiyo kama dhehebu au taifa tulikataa roho ya unabii, lakini ni watu waaminifu ambao walikuwa sehemu ya kukataa huko. Wote pamoja kama taifa walimkataa Kristo 31, lakini lithibitisho rasmi walipomtupia mawe Stefano katika kichwa. Hilo lithibitisha kumkataa 34. Je, ina maana sasa hiyo? Ina maana sasa? Matendo 7, twende. Ni muhimu sana. Ni lazima tuwe wanafunzi wa Biblia. Twende kwenye Matendo 7:54. Matendo 7:54, twende. Basi waliposikia maneno haya wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Keep going. Yes. But he being full of the Holy Ghost looked up steadfastly lakini yeye akijaa mtakatifu akatazama macho yake akitazama mbinguni akaona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Je, ilikuwa ni sehemu gani? Ukisema mstari wa 56 akasema, tazama naona mbingu zinafunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Je, Yesu alikuwa amefanyaje? Alikuwa amesimama. Yesu alikuwa doing what, friends? Alionekana akiwa amefanyaje, rafiki zangu? Amesimama. Standing. Where? Amesimama. Wapi? Standing at. Amesimama upande at the right hand. Wa kulia. Okay, preachers back there. Sawa, hubiri uko nyuma, tuambie hilo maana gani? Katika mkono wa kulia. So that means that the Jews, kwa hiyo ina maana kwamba Wayahudi walikuwa wakihukumiwa wakati huo. Yesu aliposimama anawahukumu kwenye Luka 13. He's judging them. Amen. Anahukumu. Amina. Lakini kabla hatujaenda huko, tunataka kuonesha kwamba alipoenda mbinguni alikwenda kukaa. Andika hilo. Matendo sura ya pili. Matendo sura ya pili mstari wa 32 mpaka 34. Yesu anasimama, amekaa. Lazima watu wafahamu ukweli hatua kwa hatua na point kwa point. Yesu alikuwa amekaa katika nini? Katika mkono wa kuume. Kukaa maana yake nini? Kuwapatanisha. Kukaa maana yake katika mkono wa kuume wa Mungu. Means what? Inamaanisha nini? Inamaanisha kuombea au kupatanisha. It means inamaanisha interceding. Kupatanisha. And what text say that? Romans. Na ni andiko gani hilo? Warumi chapter 8 and verse 34. Na mstari 34. Lakini sasa Stefano alipoona mbinguni hakai tena, lakini amesimama. Sasa njoo sasa ni aya gani hiyo ambapo akisimama mlango unafungwa? Let's go. Luke 13. Luka 13, twende 25 na 28, twende. Wakati mwenye nyumba atakaposimama.
na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kubisha mlango mkisema, E Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Kwa hiyo inasema kwamba ameinuka na alikuwa amekaa akipatanisha, na sasa amesimama, manake mlango unafungwa kwa sababu watu wako nje ya mlango na hawezi kuingia. Mhubiri, endelea kusoma tafadhali. Ndipo watakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufungulia katika njia zetu. Na atasema, nawaambia, siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi nyote mliofanya wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahim na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Na ninyi yote mmefanyaje? Mmeondolewa nje. Kwa sasa hivyo, hebu tuone kila ambacho kinazungumzwa hadi sasa. Agano la kwanza lilifika mwisho mwaka gani? Njoo. Kwa agano la kwanza, agano la kwanza mwaka gani? Mwaka gani? Njoo. Agano la kwanza ni AD 34. Okay. Sawa. Kwa hiyo agano la pili lianza lini? Ilianza lini? Agano la pili lilianza lini? Baada ya hapo. Ndio, napenda hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo. Na nani sasa? Na nani sasa? Kwa hiyo ni wapi ambao walikuwa kiroho watu nyumba ya Israeli sasa? Ni kina nani rafiki zangu hao? Kina nani? Kuna mitume, amina. Na wengine wapi? Mataifa walioongoka. Waumini wa kimataifa. Sasa wakawa nyumba kiroho ya Israeli. Hawa ndio watu ambao Kristo alifanya agano nao baada ya mwaka wa 38 baada ya Kristo. Kristo alikuwa wapi alipofanya agano hilo? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi alipofanya agano na mitume na watu wa mataifa waliongoka baadaye? Unajua nini? Acha, kwa sababu nimeruka sehemu hiyo. Na kwa nini huelewi sasa? Rudi hapa. Sawa, rudi hapa. Agano la kwanza ilikuwa ni nyumba ya Israeli. Ilifikia ukomo mwaka gani? Ishia hapo. Kwa nini Mungu hakuingia kwenye agano nao tena na nyumba ya Israeli? Kwa nini? Fikiri kuhusu Ibrahim. Kwa nini? Walitakiwa hubiri injili duniani kote. Je, hii ina maana? Kwa hiyo ikiwa mmoja wao angekufa 34 AD, je, injili koma? Hapana. Je, injili koma? Lazima anywe kundi jingine sasa ili kuendeleza kazi. Hiyo ndio maana. Umeelewa sasa? Ni wazi sasa. Kwa hiyo sasa tunaweza kuthibitisha agano la pili lianza lini? Kwa sababu lazima liwepo kundi la kuhubiri ulimwengu mzima. Sasa ni twende kitabu cha Mwanzo. Ibrahim aliitwa kuhubiri injili duniani. Andika chini hapa. Na hivyo ndivyo inavyoeleweka sasa. Kuhubiri nini rafiki zangu? Twende mhubiri. Mwanzo 17. Tuanze na aya ya kwanza na pili. Twende. And when Ibrahimu alipokuwa mtu wa miaka 99,
Bwana akamtoka Ibrahimu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele zangu ukawe mkamilifu. Sawa? Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidishia sana sana. Aliweka nini? Aya 4, mimi agano langu nimefanya nawe, nawe utakuwa baba mataifa mengi. Ndio atakuwa nani sasa? Baba wa nani? Wa mataifa mengi. Fikiri kihalisia, baba anamaanisha kufanya nini kwa watoto wake? Tafadhali. Tafadhali simpe kipaza sauti. Baba anapaswa kufanya kwa watoto wake? Kufundisha. Sura 18 ya Mwanzo mstari wa 19, najua yeye Ibrahimu ataongoza nyumba yake baada yangu, na atakuwa ni baba mataifa mengi, na aliitwa kuhubiri ulimwengu wote. Mwanzo 18. So when the first came to an end, baada ya agano la kwanza kuisha, ni lazima ainue wengine ni kusudi kupeleka hii injili mwisho. Je, ina maana hiyo sasa? Je, unaona hicho kitu? Sifiwe Mungu kwa hiyo. Amina. Na hilo ndio kundi la pili. Kwa hiyo sasa ilikuwa wapi? Kwa sababu nakupa kwenye CD sasa, Kristo alikuwa wapi alipoingia katika agano la pili mwaka 38? Alikuwa wapi? Alikuwa wapi kihalisia? Twende huko. Twende kwenye Ibrania 9. Ibrania 9. Yesu alikuwa katika patakatifu. Ninakwambia ukweli rafiki zangu, Biblia iko wazi. Lazima tujue tuko wapi. Yesu alikuwa wapi? Sehemu gani? Patakatifu. Soma Ibrania 9 11 mpaka 12. Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema atakayokuwako, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, iliyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele kwa ajili yetu. Kwa hiyo alikuwa wapi? Alikuwa wapi? Patakatifu. Alikuwa patakatifu pa mbinguni, katika patakatifu pa mbinguni. 38 BK. Sasa nini? Alikuwa mali gani? Patakatifu. Alipoingia kwenye agano la pili kwenye mwaka 38 baada ya Kristo, mahali patakatifu. Angalia kwa makini. Lakini Biblia inasema kwamba agano la pili limeunganishwa na mahali patakatifu sana. Kwa hiyo marafiki zangu, angalia kwa makini. Sawa, kuna ngazi ngapi? Kuna ngazi ngapi katika patakatifu? Kuna vyumba vingapi kwenye patakatifu? Kuna hatua ngapi kwenye patakatifu? Kuna hatua ngapi? 3. Kwa Yesu alikuwa wapi alipoingia kwenye agano la kwanza na Israeli? Alikuwa wapi? Alikuwa kwenye uwanje. Kweli alikuwa mbinguni. Bila shaka alipokuja duniani kwenye agano la kwanza alikuwa bado linaendelea. Wakati alipokuja duniani katika ua, agano la kwanza lilikuwa bado halijaharibika. Inamaanisha hiyo alikufa. Unampiga Stefano, yuko mahali patakatifu, na sasa anaingia kwenye agano la pili. Inamaanisha hiyo kwenye sehemu ya pili. Kwa alipoondoka sasa kwenye awamu ya mwisho, patakatifu mno, sasa ni lazima ingie wapi? Katika nini? Katika agano jingine. Kwa nini lazima kuwepo na kundi jingine ili kumaliza kazi? Sasa unaona, sasa lazima anue kundi jingine kufanya sasa kuhubiri ulimwengu. Anapoingia kwenye patakatifu mno, hiyo maana kwamba agano la pili inaendelea katika patakatifu mno. Acha nipate kwenye Ibrania 9, mhubiri wa Ibrania 9.
Go to Hebrews Nenda kwenye 10. Waebrania 10. Waebrania 10 twende. Waebrania 10. Read verse 15 Soma and 16. aya 15 na 16. Whereof the Holy Ghost also is a witness to Na Roho us. Mtakatifu naye amshuhudia, kwa maana baada ya kusema hili ni agano nitakalo agana nalo baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria zangu mioyoni mwao na katika nia zao nitaziandika. Ndipo nitanena. 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kuingia patakatifu. Pa wapi? What is the holiest? Je, patakatifu ni wapi? Holiest, most holy place. Patakatifu mno. That's it. Hebrews Waebrania chapter 10 10 verse 15. aya 15, aya 16 na aya 19. So the Kwa hiyo second agano la pili covenant linaendelea hadi continues into mwisho. the most holy Kwa hiyo place. Kristo So Christ must raise lazima up inue a group. kundi, All right. ndio To evangelize kuhubiri the ulimwengu world wote. when he moved Anapohamia into the mahali most pa holy place. juu, What date he moved ni wakati there? gani aliingia hapo? Oktoba 22, 1844. Which Ni kundi group gani was raised up in aliloanzishwa that wakati time huo? period? That's it. Ndivyo hivyo. That's it. And just Na as kama he called vile Abraham alivyomwita Ibrahimu katika in Mwanzo Genesis chapter 17 sura ya 17 mstari wa kwanza na verse pili, 2 verse 4 mstari wa 4 and Genesis na Mwanzo 18 verse 19 waadhimisha Sabato. Waadhimisha Sabato sasa modern ni Waisraeli wa kiroho, house ni nyumba ya Waisraeli wa kiroho. of Israel. Je, hilo liko wazi rafiki zangu? He moves now into the Anaingia most sasa holy katika place. patakatifu And now na he sasa begins anaanza to raise kuinua up watu another wengine group to go and na kwenda kuhubiri evangelize the ulimwengu world. wote, Just as he called kama Abraham alipomwita Ibrahimu to be the kuwa father baba wa of many mataifa mengi, nations, to command them kuamuru to wafuate follow the ukweli wa Bible Biblia. truth. And what makes Na us nini God's people, kinachotufanya by the kuwa way? watu wa Mungu ni It is nini? what? Ni Jesus, Yesu, the sheria law, na and the patakatifu. sanctuary. Mambo hayo Those matatu, mambo hayo matatu: Kristo, Christ, the sheria law, and na the patakatifu. sanctuary. This Hii is ndio what makes linalotufanya us kuwa God's watu wa people. Mungu wa SDAs Sabato, are now the modern ambao spiritual ni house of Waisraeli wa Israel. kiroho wa sasa. Is that point Je, hiyo clear, ni my pointi iko friends? wazi rafiki zangu? Is that Je, point hiyo clear? pointi iko wazi? Is that point clear? Ishia hapa kwanza. So my Sasa swali question langu now, sasa when ni did wakati gani the first covenant agano la kwanza begin? lilianza? Come on, John, sasa begin. lilianza lini? First covenant. Agano la kwanza lilianza wapi? Mount Katika mlima Sinai. Sinai. Sawa. Okay. Agano Second la pili? covenant. Agano la Second. pili? No, give me a date now. AD 34 34. AD. I wonder why the Nashangaa kwa nini Biblia doesn't mention a third hajataja covenant. agano la tatu. I wonder. Nashangaa. Second continues. Agano la pili linaendelea. What date? Ni tarehe gani? God Mungu made alifanya a agano covenant na only Wasabato pekee with SDAs. mwaka 1844 pekee. We now are Sasa called umeitwa to be the kuwa baba father, the church kanisa la of mataifa many mengi. nations. That's Ndivyo who we are. tulivyo, ndivyo That's who we tulivyo. are. Don't call me Msiniite kwamba na arrogant. kiburi. If I'm Kama mimi nina arrogant, kiburi, the Bible Biblia is ina arrogant. kiburi. That's Hiyo ndio Bible. Biblia, And no na other hakuna church kanisa lingine teaches inafundisha that. hilo. None. Hakuna. the law, Kristo, sheria, heavenly patakatifu pa sanctuary, mbinguni, most holy mahali place, patakatifu October zaidi, 22nd, Oktoba 22, 1844. Hakuna jingine. Is that point Je, clear, hilo ni my jambo la friends? wazi Okay, rafiki everybody. zangu? Sawa. of these two Ni came yupi first? kati ya hawa wawili First aliyetangulia? covenant Agano la kwanza
or au second la pili? covenant? Which came first? Lipi lilianza mwanzo? Which came Lipi first? lilianza mwanzo? Pastor, come on. Mchungaji, njoo. No, it's not a trick Hapana, question. si swali la ujanja. Who said first? Nani alisema mwanzo? Who said first? Nani alisema Unknowingly? kwanza? The first. Nani alisema kwanza bila kujua? Who said the Wa kwanza. first? Nani alisema la kwanza Unknowingly. bila kujua? Which one came Lipi first? lilikuja kwanza? Mpendwa, Beloved, while this is called first, ingawa hili linaitwa called gawa la second. kwanza, hilo linaitwa la I will show pili. you. Nitaonesha This one came wewe huyu ndiye uliyetangulia, sio? It's not. Sio? Sio. So my Sasa friends, to prove kwa this, nini marafiki zangu, ili kuthibitisha hili, let's hebu prove. tuthibitishe hili. My friend, go Rafiki to zangu, Hebrews nenda kwenye 9. Ibrania Let's 9. go. Twende. I guess you're ready, preacher. Nadhani You're uko ready. tayari, All right, let's mhubiri. go. Prove Nithibitishe the second agano la pili. covenant. Oh, this is going to Hii be inakwenda juicy. kuwa tamu sana. I was gonna Nilikuwa say nataka California kusema oranges or machungwa California Florida, kutoka but Florida, lakini Jamaica machungwa oranges. Jamaica. the agano la second pili- covenant. The agano la second pili covenant Litangulia preceded la kwanza. the first. Ready, Tayari my marafiki friends? zangu? Ready? Tayari? Okay. First Sawa. thing. Jambo la I kwanza, want you all to nataka note, myote the first mtambue thing la to do, kwamba you have to jambo do la some kufanya ni conversion. lazima ufanye ubadilisho fulani, Convert kubadilika. the word Neno covenant Agano. to testament. ni agano, ndio. Yes. The word covenant Neno agano to the kwa word neno testament. testament huitwa testament. That's the Hiyo only way njia to prove. pekee ya kuthibitisha hilo. You must Lazima convert the word ubadilishe covenant neno agano with the word na neno testament. testament. You have to. Lazima. For example, as I Kwa said mfano in kama Bible nilivyosema class, kwenye Biblia, if I kwenye flew darasa la from here Biblia, to Jamaica, akaruka kutoka hapa hadi Jamaika, If I have ikiwa nina US sarafu za currencies, Marekani, in katika some areas baadhi I ya can't maeneo spend siwezi US kutumia currency. sarafu za Marekani, It must be lazima in ziwe the katika local eneo la currency. ndani ya sarafu. So I Kwa must hiyo go to a lazima place niende and what? mahali. Kwa nini? Convert Kubadilisha my sarafu US yangu currency ya Marekani into Jamaican kuwa ya dollars. Make Kijamaika. sense? Now I can Ndio spend it. naweza Make kutumia sense? sasa. And so it Sasa is. naweza To prove kuitumia, this point, inaeleweka, na hilo the ndivyo best ilivyo. thing to do Kuthibitisha hilo first is jambo to bora convert la the word kwanza, covenant to testament. lazima tubadilishe neno covenant kwenye testament. Jambo la There are kwanza 2-3 ways to ni do it. kuna Number njia one, mbili za kufanya. in La the kwanza Bible katika Biblia, concordance, in the katika what? concordance ya Biblia, In the Bible katika nini? concordance, Katika concordance ya Biblia, number what's hesabu that? ngapi? Mark your Bible. Number Hesabu 12:42. 12:42 It inaonesha shows that covenant means agano humaanisha testament, testimony and na testimony testament humaanisha means agano. covenant. Covenant Agano humaanisha means pia testament au wasia, all sawa, right, and vice na versa. vice What now, versa. preacher? Ndiyo mhubiri. If you look at the word Ukiangalia neno covenant, it gives you a agano number. inakupa Go in the namba, back, nenda New nyuma. Agano Testament, jipya it inamaanisha means agano. testament. Angalia Look at the word neno testament, agano they give you the linakupa same number. namba ile ile. Go in Nenda the back, nyuma it inamaanisha means agano. covenant. So Kwa hiyo covenant agano means inamaanisha testament, wasia and na testament wasia means humaanisha covenant. agano. If you are on the road, in the Ukiwa kwenye field, barabara you shambani, don't have a huna Bible concordance ya concordance, Biblia, then what basi ni scripture andiko shows gani you na kuonesha that kwamba agano covenant linamaanisha means agano testament and na agano testament humaanisha means agano? covenant? Ni What's nini behind me kilicho right nyuma here? yangu hapa? What do you call Unahitaji? It's called Inaitwa both the Ark sanduku of the la agano Covenant and the Ark of the na sanduku la ushuhuda. Go to Nenda chapter kwenye sura ya 11 11 of ya Revelation. Ufunuo. Let's go and read verse Nasoma 19. aya ya 10 Chapter na 11 9. and verse Ufunuo 19. 11, And a 19. second person, go to Hebrews 9. Na Let's go. sehemu nyingine Quickly. ni Waebrania 9, Hebrews, 9 9 and read verse ile 4. aya Let's take ya this 4. one first. Tuanze na hii kwanza. Let's go.
Twende. And the temple of Kisha God was hekalu la opened in Mungu heaven. lililoko mbinguni And there was likafunguliwa, seen in his na temple sanduku la the agano ark lake of his lilionekana ndani ya hekalu testament. lake. And there were lightnings Kukawa na and umeme na voices sauti na and radi na thunderings tetemeko la and nchi earthquake na and mvua great ya hail. mawe nyingi sana. So it's called Kwa hiyo here the ark inaitwa of nini? his Sanduku la agano. testament. Sawa, Okay, twende let's kwenye go. Ibrania 9. Hebrews 9 verse Ibrania 4. 9. Go. Ile chetezo Which cha had the dhahabu golden censer na and the sanduku ark la of agano the covenant, lilofunikwa kwa overlaid dhahabu round pande about with zote, gold, wherein mlimokuwa was na the golden kopo pot of la dhahabu manna lenye and ile Aaron's mana na rod ile that fimbo ya budded Haruni in the iliyochepuka tables of na the vile vibao Do vya you agano. see, Unaona friends? hiyo rafiki zangu? Ark of the Agano, covenant is the ark sanduku la of the agano ni sanduku la testament. agano. Testament Agano means maanisha covenant. agano. Very same thing. Now watch Jambo lile carefully sasa, now. angalia kwa makini. The first Agano la testament kale is called the linaitwa Old agano Testament. jipya. The what? Ni nini hiyo? The Agano la first kwanza. testament. Ngoja Let me nikuulize ask you a swali. question. How many Ni testaments magano are in the mangapi ndani ya Bible? Biblia? Testament in the Bible. Magano mawili. 2. Give me another name. Nipe magano testament. hayo. So what would you call Unahitaje kwa pamoja? the Old Covenant? Agano la And kale. that means the Na, Old na, na Covenant hilo began inamaanisha in agano la Genesis kale to lilianza Malachi. katika Mwanzo And hadi the New Malaki, Covenant began na agano in jipya Matthew lilianza to kwenye Revelation. Mathayo mpaka Just Ufunuo. as we would say, Kama the tunavyosema Old agano la Testament kale began lilianza Mwanzo Genesis hadi to Malaki, Malachi, and the na agano New jipya Testament, Matthew to Mathayo mpaka Revelation. Ufunuo. So the Amina. first testament Kwa was hiyo agano la established, kwanza was what? lilianzishwa It was established by the blood of lilianzishwa na damu animals. Let's ya go, Hebrews wanyama. 9. Twende Give kwenye me Ibrania 9. verse Nipe 18. Let's mstari go. wa 18. Twende. Whereupon Kwa hiyo neither the hata lile la first testament kwanza was dedicated halikuanzwa without pasipo The first damu. one? Pasipo nini? Thank you. Read on. Asante, endelea. For when Moses had Maana spoken kila amri every precept ilipokwisha to all the kunewa na people Musa according kwa to the hao watu law, wote, he took the kama blood of the ilivyoamrwa calves sheria, and of goats with alitoa damu ya water ndama akanyunyiza and scarlet wool and kitabu hyssop and chenyewe na sprinkled both watu the book wote, and all the people, saying, This is the blood of the testament na which akisema God hath hii ni damu enjoined ya unto you. agano Do you see it? lililoamriwa na Mungu. So the Mnaona? first Kwa and hiyo then kwa verse mstari wa 22, kwanza na mstari wa without 22, the shedding of blood, bila kumwaga damu there's no remission hakuna of ondoleo la sins. dhambi. So the first Kwa hiyo testament agano la was kwanza established by what, ilikuwa brother? limejengwa kwenye nini kaka? The blood of what? Ilikuwa ni damu ya nini? Animals. Damu ya wanyama. And then the scripture in Na the kisha Old andiko Covenant, katika agano la kale, the Old neno Covenant jipya is Exodus 24 ni verse kwenye 4 Kutoka through verse 24 6. mstari wa 4 Alright. hadi wa 6, sawa? And you can also go down Na unaweza to pia verse kushuka 8. hadi mstari wa So the 8. first Kwa testament hiyo agano la was kwanza established by the blood of lilianzishwa kwa animals. damu ya wanyama. Amen. Amina? Amen. Amina? Let's find out when Hebu the tujue second ni testament, lini agano la the pili. second covenant. Agano la So pili. now the second Kwa hiyo sasa agano la pili Agano la pili, testament, au tunaweza kulita la or we pili can nini? call it the second what? Thank you. Just to make sure we are Asante. together. Ili tuhakikisha kwamba tuko pamoja, Okay? sawa? Was established Ilianzishwa by what now? kwa nini sasa? What blood? Kwa nini? Kwa damu. What blood? Damu gani? By the blood Kwa damu of Jesus. ya Yesu Kristo. What text say that? Read Ni Hebrews fungu gani 9 hilo? Soma Ibrania and start in verse 11. Let's go. 9:11. But Christ, Lakini being come Kristo a high priest akisha of good kuja, things to come, aliyekuwa ni like mkuu wa a mambo greater and mema more atakayokuwapo, perfect kwa tabernacle, hema iliyo not kubwa made na with kamilifu hands, zaidi, that is to say, iliyofanyika not kwa of this mikono, building, maana yake isiyo ya neither by ulimwengu the huu, blood of goats and wala calves, si kwa damu ya but by mbuzi na his own damu blood na he ndama, entered bali in kwa damu yake once mwenyewe into aliingia the mara holy moja place, tu katika patakatifu, having obtained akisha kupata eternal ukombozi redemption for wa us. milele. For if the blood Kwa of maana bulls ikiwa and of damu ya goats mbuzi na and mafahali the ashes na of an majivu ya heifer, ndama ya ng'ombe sprinkling the walionyunyizwa unclean, wenye uchafu sanctifies to the kutakasa hata purifying kusafisha of the flesh, mwili, how much more basi shall the si blood zaidi of damu ya Christ, Kikristo who through the ambaye kwamba eternal kwa Spirit Roho wa milele offered himself alijitoa without nafsi spot to yake kwa God, Mungu kwa purge your sadaka conscience from dead isiyo works na to mawaa, serve the living God. itausafisha Verse 15. dhamiri zenu na And matendo For this mafu. cause, he Na kwa is sababu mediator of hii the New ni mjumbe wa agano Testament, jipya, that by ili means of mauti death, akiisha kufanyika. Ishia hapo. So Kwa hiyo what nini established kilichoanzisha now sasa? the second Agano la pili, testament, the New agano Testament, jipya, the blood of second Christ. damu ya or Yesu. new, Ni damu ya nani? the blood Ni of damu ya Christ. Yesu. Everybody, Na kila wakati, when literally Yesu that Jesus alionyesha hadharani damu publicly yake show his blood being ilimwagika kwa spilled ajili for ya man's sin. dhambi za When? wanadamu, wakati
Wakati gani? At the cross. Wakati wa What msalaba. year? Mwaka gani? Mwaka wa Put it 31. down. At the cross. Weka hiyo. All right. Katika In msalaba the year. mwaka wa 31. 31 AD. Msalabani. At the cross. At the cross. Msalabani. Where I first saw the light. Ambapo niliona mwanga And wa the mizigo yangu kwa mara ya burdens of my kwanza. heart rolled away. It was there. Amen. What, you want to all sing now? Ulikuwa pale? Amen. Ndio, amina. So at the Kwa hiyo cross msalabani is when he ndipo alipoonyesha hadharani publicly showed damu yake his blood iliyomwagika. was spilled. Lakini damu, But my friend, the Bible lakini says damu now, yangu inasema kwamba, watch carefully. Sikiliza. Watch carefully. sikiliza, Did the account of Moses je, come Musa before the alikuwa cross? kabla ya msalaba? It's a simple question. Ndio, not ni a swala trick rahisi question. sana. Who says yes? Raise your hand. Did the Nani account alisema of hivyo? Moses Inua mkono. Je, using simulizi ya animals, Musa alitumia wanyama, animal blood, damu ya to wanyama begin ili the kuanza first testament, agano la kwanza, the Old Testament? agano la Did kale? that come Je, before hilo lilikuja literal kabla cross of Christ ya in msalaba 31 wa Kristo Who says yes? 31 Raise your BK? hand. Nani alisema ndio, anyoshe mkono? Who says yes? Raise your hand. Nani alisema ndio, anyoshe mkono? All right. You don't know my sister? Sawa, humjui Hands dada down. yangu? Sawa. Okay, let me ask one more time. Naulize kwa mara ya mwisho. Using blood of Kwa kutumia animals damu ya wanyama to establish ili kuthibitisha the agano la first kwanza, testament. Did that event je, tukio hilo precede litangulia Christ coming as a kuja kwa man Kristo kama and dying mwanadamu on the cross na kufa literally? msalabani Yes or no? halisia? Ndio, Let me hapana? talk to my sister, Hapana. please. Acha nizungumze na dada yangu tafadhali. Nini kilitokea? Okay. Sawa sawa So when sawa. Adam killed the Kwa hiyo first lamb, Adam alichinja mwanakondoo okay, or when mara the ya Lord kwanza, sawa, au Bwana alipoingia Eden, ndani when katika the lamb Edeni, was first wakati slain, mwanakondoo did that alipochinjwa come kwa mara ya before kwanza, je, Christ hiyo literally ilikuwa came mbele ya and Kristo died on the au cross? alikuwa Yes or no? msalabani? Ndio, hapana? Ndio. Sawa. Did Adam live before Je, Jesus Adam on aliishi the cross? kabla ya Kristo msalabani? Ndio, ndio. What happened? Nini kimetokea? Did Adam live Je, Adamu before aliishi Christ came kabla ya kuja kwa literally? Yesu In the beginning kihalisia, was the Word, the Word mwanzo, was na with neno God, alikuwepo, and the neno Word became flesh na neno akafanyika kuwa and dwelt mwili among na us. akaishi kwetu, We beheld his glory. tuliona utukufu Did wake. Adam live Je, before Adam Christ aliishi came kabla as ya a Kristo man and kuja died? kama mwanadamu na akafa? So how could you Kwa say hiyo then inawezekanaje kusema this came kwamba first? hili kujua kwanza vipi? Go to 1 Peter. Nenda kwa Petro wa kwanza. Go to 1 Peter. Nenda kwa Petro wa kwanza. Je, How tunawezaje could we say kusema hivi? this, Agano la The pili, second agano testament, the jipya New Testament lilitangulia la came before kwanza? the first. Vipi? How? Kwa sababu Because the agano la first kwanza testament was lilianzishwa established by kwa damu ya animals' wanyama. blood. The second Agano la pili testament lilianzishwa was established kwa damu by ya Kristo. Christ's blood. Christ's blood Mateso ya Yesu happened before alikufa he came kabla as a ya man. kuwa mwanadamu, na ndiyo And that's maana why hii this inakuwa la kwanza. Mateso His yake suffering yalikuja came kabla ya before he yeye literally kuja came. kuishi kama mwanadamu. Listen how the- Sikiliza jinsi listen how wasikilizaji God worked. Go to walivyosikia first neno la Mungu. Peter. Nenda See, kwanza Amen. kwenye Go Petro wa to first kwanza. Peter. Give me Petro wa First kwanza. Peter. As a matter of fact, go to chapter 13 of Nenda kwanza Revelation 13. first. Let's go. Ufunuo Revelation 13, chapter 13. Ufunuo 13 Read verse mstari wa 8. 8, Slowly. twende. Let's go. And na watu all wote that wakao dwell juu ya upon nchi the earth watamsujudu shall worship him, kila whose ambaye jina names are lake not written Come on. in the book of alikuandikwa katika life kitabu of cha the uzima cha Lamb mwanakondoo slain ambaye from the alichinjwa tangu kuwekwa foundation misingi of ya the dunia. world. Okay, Sasa brother. The kaka, lamb mwanakondoo slain. aliyechinjwa kutoka From when? From wapi? where? The foundation Eh? of the Lamb world. slain, everybody Kabla right kabla carefully. nini? The lamb Alichinjwa slain kabla from ya kuwekwa kwa the nini? what, brother? Kwa The misingi, foundation. kwa misingi Foundation ya of ulimwengu. the world. Sawa sawa. All right. Okay. Hii ina maana What does gani? that mean? When Mwanakondoo was the alichinjwa lamb lini? slain? Kama mwanakondoo alichinjwa lini? When was the lamb Alichinjwa lini sasa slain? Kristo? At the Kabla foundation. ya kuwekwa misingi. Nini What ni is- nini hiyo? When is that? 31 31 msalabani. AD? On the Mungu cross, wangu, my Mungu God, my wangu, God, kwani why umeniacha? hast thou Ni forsaken msingi me? wa mwanzo.
The foundation ni is mwanzo. the beginning. Njoo sasa. Come on now, put it down. Foundation. Unaona kwa nini huwezi kwenda kanisani? Njoo marafiki zangu, soma Biblia zenu. Amina. Msingi maana yake mwanzo. Nashangaa unathibitishaje hilo? Hebu fikiri, unamwambia mtu kwamba katika jiandae kwa ajili ya kazi shuleni. Kwa hiyo tunataka andiko na uthibitisha msingi wa mwanzo. Tuna moja, nenda kwenye Waebrania 4. Waebrania 4. Waebrania 4. Read verse 3 and verse 4. Come on, let's go. Waebrania 4. Twende Mhubiri. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha. Kwenye nini? Kama vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu hawataingia katika rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Ishia hapo. Kazi zilimalizika kabla ya kuumbwa misingi ya dunia. Maana yake nini? Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi zake zote. Kristo alistarehe lini? Kutoka kwenye misingi, ina maana kwenye uumbaji. Kwa hiyo mwanakondoo alichinjwa wakati wa uumbaji. Inasema kutoka kwa misingi. Huo ni mwanzo, ndugu na kaka. Nenda kwa Petro wa kwanza. Petro wa kwanza chapter 1. Read for the class verse 18 Petro wa kwanza 18 mstari wa 18 mpaka 20. Mstari wa 18 mpaka 20. Rafiki zangu, hii ndio hoja. Kile mlichokiona msalabani, kumbuka kwamba mkuki haukumua Yesu. Misumari mkononi mwa miguu mwake kumua Yesu. Taji ya miiba kichwani mwake haikumua Kristo. Kilichomuua ni dhambi. Alikufa kwa moyo uliovunjika. Ndio maana alipochomwa aliona vijito viwili vilivyoteleka, maji na damu, moyo uliovunjika. Kilichotokea kwenye msalaba wa Kalvari ilikuwa ni ishara tu ya hadharani ya kile Kristo alichokifanya alipopata uzoefu tangu Adamu alipotenda dhambi. Ndio maana yeye ni mwanakondoo alichinjwa tangu misingi. Mateso ya msalaba yalianza tangu Adamu dhambi ilipofanya. Na ndio maana agano la pili linathibitisha kwamba kwa sababu lilianzishwa kwa damu ya Yesu. Simama hapo. Nini maana damu? Damu humaanisha nini kwenye Waebrania? Damu humaanisha uhai. Kwenye kitabu cha Walawi 17:11 Yesu alisema, lini nitatoa uhai wangu, nitatoa damu yangu. 31 BK msalabani. Lini Yesu alisema kwamba nitatoa damu yangu, nitatoa maisha yangu kwa ajili ya watu? Ni lini? Msalabani? Hapana, ni kabla hajamuumba mwanadamu. Yeye ndiye mwanakondoo aliyetoa damu yake, uhai wake kabla ya kumfanya mwanadamu. Kama mtu akitenda dhambi, nitatoa uhai wangu, nitatoa damu yangu. Mwanakondoo wa Mungu alichinjwa, alikuwa ahadi. Mwanakondoo alichinjwa hata kwa damu. Yesu alisema katika Mwanzo sura ya 3, nitaweka uadui kati yako na mwanamke, kati ya uzao wake utakuponda kichwa chako. Ilikuwa ni ahadi. Ni wakati wote Mungu anasema, wakati wote Mungu anaposema, wakati wote Mungu anapozungumza hutimia. Zaburi 33 nipe mstari huo.
Psalm 33. Zaburi 33. He spake, it was Alisema done. He ikawa, commanded, aliamuru and it. Where am I? ikawa. Niko wapi? I must trust you, preacher. Lazima nikuamini I mhubiri? must trust you. Lazima nikuamini? He speak, it was what? Alizungumza Done. ikawa. And it stood fast. Try the difference. The lamb slain, Kwa he gave his mwanakondoo life, aliyechinjwa his alitoa uhai blood wake, before. damu yake kabla ya That's uumbaji, why it was na established ndiyo by the maana blood of lilianzishwa Jesus. kwa And damu ya the Yesu. second testament, Na agano la the pili, second testament, come on agano now, la the pili, second testament, njoo sasa, na the agano la second pili, covenant, the agano la new pili, testament, come on, the new agano covenant jipya, was agano established jipya, by what? The blood. lilianzishwa na nini? The Na life of damu. Christ. When Uhai did wa Christ Kristo officially give his lini? blood and life? From the Uhai toa lini Yesu foundation. Kristo? It comes Tangu first. kuwekwa misingi. Where are we? Anakuja kwanza. 1 Peter. Let's Tuko go. wapi sasa? Petro wa kwanza. Verse 18. Come Twende. 18. Verse 18. Petro wa kwanza 18. For as much Nanyi as you know mnafahamu ya that you were kwamba not redeemed mlikombolewa si with kwa vitu corruptible viharibikavyo, things, as kwa silver fedha and au gold, dhahabu, from mpate your vain kutoka conversation katika mwenendo received wenu by usiofaa tradition from your mliopokea fathers. kwa baba For zenu. as much Subiri, as you kwa know you kadri were not unavyojua redeemed hamkukombolewa kwa and dhahabu metals. Read verse na 19. hizi fedha. Soma but katika with the mstari wa precious 19. blood of Christ, Bali kwa damu ya as of a thamani lamb kama without ya blemish mwana-kondoo and asiye na without hila, spot, asiye na who wa, verily yaani was Kristo, foreordained naye alijulikana kweli before tangu the zamani foundation of kabla the world, haijawekwa but misingi ya was dunia, manifest lakini in alifunuliwa these mwisho wa last times. zamani. So what Kwa you hiyo see kile at the mnachokiona cross msalabani was already kilikuwa done. tayari kimefanyika. You'll miss that. Verse 20. Katika Who aya that? 20, Verse 19. aya As the 19, lamb, kwa mwana-kondoo, as the lamb kwa without mwana-kondoo blemish and asiye na without spot, dosari wala Alright. hila. Whose Sawa, blood? ni nani Christ's huyo? blood. Ni Verse damu ya 20. damu ya Kristo. Who verily was was Mstari ambaye kwa kweli foreordained aliteuliwa kwa before ajili the kabla ya foundation kuwekwa msingi ya nini? of the world, Msingi ya ulimwengu, but was lakini manifest. ilidhihirika. So what you saw on the cross Kwa hiyo kile was kilichoonekana done msalabani before. kilifanyika hapo awali. This says before. Hii inasema kabla. Before Kabla. the what? Kabla ya nini? The foundation. Msingi. And what is this word? Na neno Foundation. linalomaanisha msingi So ni before the mwanzo. Kwa beginning hiyo of kabla ya creation, mwanzo wa uumbaji, Christ said, Kristo "I'll give my alisema blood, nitatoa damu my yangu, life." damu Go to yangu. Hebrews 9. Nenda Watch. kwenye Waebrania 9. Don't Tazama, play games here, my friend. hatuchezi mchezo Hebrews, hapa. what chapter are we going to preach? Waebrania In the back ngapi? here. Sura ya 9. Read verse Soma 26 mstari now. 26 sasa. And we bring it to a Na close. Hebrews 9 tuende verse mwishoni. 26. Soma. For then Kama must ni he often hivyo, have suffered ingalimpasa since the kuteswa foundation of mara the world. nyingi tangu Reach kuwekwa your best msingi ulimwengu, For then lakini must sasa he mara moja often tu have suffered katika utimilifu since wa the nyakati foundation of the amefunguliwa. world. Ishie So hapo. when has he been suffering? Ameteseka mara ngapi? Come on now. From when has he been Amekuwa akiteseka tangu suffering? lini? In Katika Matthew Mathayo 16, 16, Kristo alisema said katika in mstari wa verse 21, 21, the mwana Son wa of Adamu Man hana must budi go up kwenda to Yerusalemu Jerusalem na and kupata suffer mateso many mengi things of kutoka kwa scribes waandishi and na Mafarisayo Pharisees, and be na killed kuuawa and na raised kufufuka siku again ya the third tatu. day. But Lakini this hii says, inasema the wakati suffering mateso began yalianza tangu from the kuumbwa foundation of the kwa ulimwengu. world. One more Mara time, nyingine preacher. tena, Verse mhubiri, 26. mstari wa For then 26, must he often have suffered kwa since ma, the foundation kama of the ni world. hivyo ingelimpasa But now kuteswa once mara in the nyingi end of the tangu world kuwekwa hath he misingi wa appeared ulimwengu, to put lakini away sasa mara sin moja By tu the katika utimilifu wa nyakati of amefunguliwa. himself. Listen Sikiza what kile Sister dada White White says here, anachokisema my friend. Potent hapa, statement. Get off my kitu feet. muhimu sana. All right. Tazama, She says this. anasema Watch kwamba Few wachache give thought hufikiri to the suffering. The what now? kwa mateso nini? The suffering Mateso that sin ambayo has dhambi caused imemsababishia our Creator. muumbaji Listen, wetu. Sikiliza, all heaven mbingu yote suffered in iliteseka Christ's katika mateso agony. ya Kristo. But let's read. Lakini But what? hebu tusome, That lakini nini? suffering Mateso hayo did not hakuanza begin wala kumaliza or end with na his kuisha manifestation kwa udhihirisho in wake humanity. katika ubinadamu. If that's clear, say amen. Hiyo iko wazi. Continue. Anasema The kwamba cross, what year is msalaba, that? anasema kwamba 31 AD. The 31 cross BK. is a Msalaba ni revelation ufunuo to our wa dull hisia senses zetu of the za watu pain. wazima za That maumivu, from its kwamba very tangu inception, mwanzo wake sin dhambi has brought imeleta moyoni to mwa the heart Mungu. of God. The cross was simply Msalaba something for us to ulikuwa see kitu tu what ili kwetu Christ tuweze has kuona kile been ambacho going Kristo through alikuwa since anakipitia Adam's sin. kwa sababu ya dhambi za Adamu.
And the second na agano la testament, pili, second agano la covenant, pili, New Testament, agano was jipya established lilianzishwa by kwa the damu blood, the ya life, uzima, the promise, ahadi, the dhabihu sacrifice ya Kristo. of Christ. Na And that hivyo began once ilianza Adam mara tu sinned. Adamu The cross alipotenda was dhambi simply msalabani. Msalaba something for us to ulikuwa see kwetu what ili tuone God kile has ambacho been Mungu experiencing. amekuwa akikipitia. Visually. Ni kifaa cha kuona tu, Visually. kifaa cha kuona tu. Every departure Kila from the ukiukwaji right, kutoka every kulia, deed of kila cruelty, kitendo cha every failure ukatili, of kila humanity kushindwa kwa to mwanadamu reach kulifikia God's lengo la ideal, Mungu what ni now? nini sasa? Brings grief. Huleta huzuni. Beloved, Mpendwa, my last scripture, andiko langu la mwisho which dovetails this, ambalo linaeleza it hili says, linasema, but that suffering, lakini remember, mateso hayo did not begin inasomeka kwamba hayakuanza end au kuishia with his na udhihirisho manifestation wake in humanity. kama binadamu. Listen, it's still Sikiliza, going on. bado inaendelea. I wonder, Nashangaa since everything kuwa Sister kila White kitu writes da is in the White alichokiandika kipo kwa Biblia. Where do I find that? Ninapata wapi That's kanuni how I hii? study. Hiyo ndiyo So when ninayojifunza. I'm preaching Kwa hiyo it, napohubiri, if people don't believe ikiwa watu in spirit hawaamini of prophecy, katika roho ya unabii, I give them mimi Bible. nawape Biblia. Go to Hebrews Nenda kwenye chapter Waebrania 6. 6. You're going to see it. Twende tuone. The suffering of Mateso Christ ya Kristo did not begin hayakuanza, nor end on the hayakuishia cross. msalabani. Hebrews says, Waebrania anasema kwamba every time we sin, kila wakati we tunapotenda dhambi crucify tunamsulubisha Yesu. Jesus. Njoo. Come on. Every time we Kila sin, tunapotenda we dhambi crucify tunamsulubisha Yesu. Jesus. How? Kivipi? Red word. Kwenye maneno That mekundu, suffering mateso did not hayo begin or end. hayakuanza I na wonder why, kuishia. because Na we're shangaa still kwa sinning. nini? Kwa sababu bado That tunaendelea suffering kutenda dhambi. didn't Mateso begin hayo or hayakuanza end na on kuishia Calvary's cross. msalabani. Why? Kwa nini? Because we Kwa sababu are still- bado tunatenda dhambi. Unaona hiyo? Do you see it? Hebrews 6 verse Waebrania 6:6. Every time we sin, we Kila wakati wound tunapotenda Christ dhambi afresh. tunamhuzunisha Afresh Yesu. means what? Tunamjeruhi Yesu. Maana yake nini? That's it. Inamaanisha nini hiyo? Watch carefully. Angalia kwa makini. Angalia kwa makini. Let's get the cross. Hebu This tuchukue is my msalaba. cross. Huu ni msalaba wangu. That's my cross. Huu ni msalaba wangu. What year is that? Ni mwaka gani huo? When he died. Alipokufa. So this is the Kwa hiyo year huu ni AD mwaka wa 31 31. This AD. is the crucifixion. Huku ni kusulubiwa kwake. What does Hebrews say? Waebrania 6 inasema kwamba, Hebrews 6 verse 6. twende Waebrania 6:6, Seeing they kwa kuwa crucify to themselves wanajisulubisha the Son kwa of ajili God yao afresh wenyewe and put him mwana wa to Mungu open na shame. kumtia aibu hadharani. Verse, if they fall away, Mstari anasema kwamba every wakianguka time kila we sin, wakati, we crucify tunapoanguka Christ afresh. dhambini tunamsulubisha When was Kristo. Hebrews written? Before the Iliandikwa cross lini or Waebrania? after the cross? Kabla au baada? So Hebrews Kwa hiyo was Waebrania written over here. iliandikwa mwaka gani? And every time we sin, what happens? Na wakati tunapofanya dhambi Crucify. Watch. tunamsulubisha. If every Angalia, time we sin, ikiwa kila wakati tunapotenda dhambi what tunamsulubisha, about those who sinned over here? vipi kuhusu Before the hao? Nini aliyetenda dhambi mbele ya msalaba? If every time we sin, Ikiwa kila wakati tunapotenda he dhambi goes through the suffering, anapitia mateso ya what msalaba, about those who live vipi before? kuhusu wale walioishi Whenever- kabla ya msalaba? Whenever they Wakati sinned, wowote he felt walipotenda the dhambi, yeye ni same agony, alisikia uchungu ule ule aliyouhisi alipokuja, because every time we sin, kwa sababu he feels kila this. unapotenda dhambi anahisi Do hivi. you see it? So when, Unaona hiyo? okay, Adam. Kwa hiyo huyo ni Adam. Make sense? When Adam Inaeleweka? sinned, he began Adam to alipotenda feel dhambi alianza kuhisi You see nini? it now, friends? Mnaona marafiki When sasa? Adam sinned, he Adam began to alipotenda feel dhambi this. alianza kuhisi Just as hivi, when we sin kama today, vile what years tunavyotenda today? dhambi leo. Ni miaka You see mingapi now? leo? When Unaona we sasa? sin today, he feels this. Tunapotenda dhambi leo anahisi And hivi. if this is correct, that means Na kama hii ni those who sahihi, sinned before the hivyo cross, ni maana he kwamba felt wale the waliotenda pain dhambi and kabla agony. ya msalaba alihisi maumivu ya uchungu wa msalaba. So how do we stop that? Kwa hiyo tunawezaje kuacha solve hiyo? Tunawezaje kuacha hiyo? If you love me, do what? Kama unapenda And Sister unafanyaje? White says, Na the White preaching of the anasemaje? gospel Mahubiri simple to bring ya the end. Injili
si kuleta is to mwisho bring tu, the end of Christ's suffering. bali kuleta mwisho wa Kristo, mateso ya And Kristo. that's why mere Na talking ndiyo about current maana events fulfilling end-time kuzungumza tu prophecy kuhusu habari ya is only a matukio part of yanayotimizwa it. unabii na wakati ni sehemu tu The yake. gospel is not just to bring the Injili second coming. It's to si bring kuleta an ujio wa pili tu, ni kuleta to the mwisho suffering. kwa Sin mateso ya brings to God's dhambi heart. And that's ambayo why alileta ndani ya those who moyo wa live, come Mungu, on, na those ndivyo who live maana before wale the cross, walioishi kabla ya they msalaba knew they would die before any second walijua coming. wangekufa kabla ya kuja But kwake they mara lived pili, faithfully, lakini not waliishi because of kwa any second uaminifu, coming, si kwa sababu ya kuja kwake mara pili, bali kuleta mwisho mateso ndani ya Kristo ambayo anayahisi tukifanya dhambi. Hilo ndo la msingi. Amina. Sister White knew she would die before the Unafikiri second dada White alijua kwamba alikufa kabla ya ujio wa pili wa Kristo? Alijua hilo. So her faithfulness was Kwa not hiyo based on uaminifu second wake coming. haukutegemea But to kuja kwa bring mara pili kwa Kristo, lakini kumaliza mateso ambayo analeta kwa mwana wa Mungu. Is it possible Hicho ndicho that cha we msingi. may all die Hivyo before the mark of the beast? kwa hiyo We tunaweza may all kufa kabla die hata alama ya for the mnyama, literal tunaweza second coming kufa of Christ. kabla tu ya kuja kwa Kristo So mara what pili. is the Ndio. main thing then? To Kwa hiyo bring what? jambo kuu ni lipi? Ni kuzuia, ni kuishilizia mwisho mateso ambayo Yesu anayapata. The Hicho current ni cha events msingi. and Ndiyo prophecy matukio just give us what? na unabii inatupa nini? The time to get this Muda wa accomplished. kukamilisha. What time is it? Je, ni muda gani uliosalia What time is it? kumaliza hili? Five Ni muda gani keys of uliosalia? survival. Five key of survival. That's it. Ndivyo ilivyo marafiki We're zangu. blessed today. Tumebarikiwa leo. Tuombe. Any questions? Maswali yoyote? Any questions? Maswali yoyote? Any questions? Hakuna swali? Any questions? No. Swali lolote? Hakuna? Because you want to go home. Kwa sababu unataka kwenda nyumbani. Because you want to go home. Kwa sababu unataka kwenda nyumbani. Let's pray. Tuombe. Let's pray. Tuombe. Father in heaven, Baba yetu uliye mbinguni, we're thankful today for the time spent, tunashukuru leo kwa muda uliotumia katika neno lako, the revelations that we mafunuo received, tuliyopokea, the meat in due season. nyama tuliyopata. May we not forget what we have heard. Tusisahau And as we tulichosikia, begin this new week, na tunapoanza wiki mpya may we learn tujifunze yes to kusema you, ndiyo kwako no na to hapana kwa nafsi, yes to you and no to Satan. ndiyo Yes kwako to na you hapana kwa shetani, and no ndiyo kwako to temptations. na hapana kwa We majaribu. can claim the words of James Na tunaweza 4 and kudai verse 7. maneno ya Yakobo Submit 4:7, yourselves therefore to God. nyenyekeeni kwa Resist Mungu, the devil. mpingeni ibilisi naye Draw nigh atawakimbia. to God. Mkaribieni He will draw Mungu nigh unto you. naye May we atawakaribia, experience na tupate Christianity uzoefu wa and Ukristo wa not kweli, this diluted, na watered hii down isipunguzwe form of na mambo godliness, ya stuff utawa they have unaonyenyekea going on in ndani churches. ya makanisa, May we be found faithful in the covenant. na tupatikane kwa uaminifu You can katika use us agano, to go and kwamba unaweza evangelize kututumia the world. kwenda kuhubiri ulimwengu. Keep us faithful, we pray. Tudumishe uaminifu, Bring us back tunaomba. at the appointed time. Turudishe kwa Is our wakati prayer. uliowekwa. In the Ndiyo name of maombi yetu Jesus katika Christ. Kristo Yesu. Amen. Bring us back at the appointed time is our prayer. In the name of Jesus Christ. Amen.